Mashallah ndugu zangu, Sheikh kamaliza yote ndugu zangu. Kubwa sasa tutenia yetu inshallah. Na Allah kama alivyozungumzia baada ya billahi samil alim shaitanir rajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kwamba waumini wa kiume na waumini wa kike wao kwa wao ni marafiki, ni vipenzi, wanamsha mema na wanakataza nini? Maovu. Kwa hiyo kazi hii ya da'wa si kwa wanaume tu peke yake, bali Allah aliposema kuntum khaira umma, nyote mmekuwa bora. Kwa mimi sizungumzaji sana ndugu zangu, bali mzungumzaji amemaliza yote ndugu zangu. Sheikh wetu sahaba amemaliza kila kitu. Kubwa sasa inshallah tashkili inshallah endelee inshallah, kwamba wale wote ambao wana nia inshallah, wale wote wenye nia inshallah kwenda katika njia ya Allah, kuifanya kazi hii ya da'wa, kazi ambayo katupa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema kul hadhihi sabili, hii ni kazi yangu, adu ila Allah, nalingania watu kwa Allah, ala basiratin ana wa matabani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin, kwamba mimi na kila atakanifuata ndugu zangu. Kwa hiyo ndugu zangu sote ni wafuasi wa nani? Wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume kafanya kazi ya da'wa, kalingania da'wa, na sote tunakubali hii ndugu zangu, kama kazi yake kubwa namba moja ni kazi ya da'wa, kulingania umma kwenye kutoka kwenye ukiza kwa katika uongofu ndugu zangu. Kazi hii hakuna mtume la nabii bali, hakuna mtume yote atakayokuja ndugu zangu isipokuwa sisi ni wafuasi. Sisi tukishika kamba hii, tukishika dini hii masha zangu, dini itakwenda mbele. Na leo tukiacha kazi ya da'wa ndugu zangu, mashaka yote haya yatakuja na yatakuja mengi, dawa ikiachika ndugu zangu. Hakuna njia nyingine ya mkato, si kwenda kujifunga bomu, sije kushika mapanga, hakuna njia nyingine isipokuwa watu walinganie kama vile alifanya mtume Muhammad. Alipokwenda Maka alikuta kuna kiza, hajakuwa jeshi la malaika wala jeshi la ardhini, bali akalingania mtu kwa mtu, akapata watu akawa tayari kumlingania Allah, dini kaenea ulimwengu mzima ndugu zangu. Sasa wote ambao wako tayari inshallah miezi minne fi sabilillah kwenda kufanya juhudi ya dini, umma leo kwa wale mbaya, sehemu kubwa ya umma ndugu zangu upo kingoni wa jahannam ndugu zangu. Mmoja wetu akifa Allah tuhifadhi ndugu zangu, swala imeachika, zina imeenea, shirki imeenea ndugu zangu, wengi watu wako huko ndugu zangu. Vipi tutakuwa ndugu zetu hawa wasinda katika jahannam? Mimi na wewe tusimame ndugu zangu tayari inshallah miezi minne ambayo uko inshallah miezi minne au siku 40 au siku 3 kwenda kujifunza juhudi hii ya haki, juhudi ya da'wa, juhudi ya mtume Muhammad. Basi inshallah kuna hema ili hapa nje inshallah, wale wote wako tayari inshallah, basi tunyanyukeni inshallah tuondoka zeo inshallah hapa, ikiwa siku 3 ikiwa siku 40 ikiwa siku moja tuko tayari. Basi kuna hadithi katika Sahih Bukhari nasema la ghadwatu fi sabilillah au rawhatu khairun min ad-dunya wa fiha, asubuhi kidogo ama asubuhi moja au jioni moja kujitolea fi sabilillah ni bora kuliko dunia yote na vyote vilivyomo, asubuhi au jioni. Basi ndugu zangu, hata kama siku moja uko tayari inshallah, basi tunyanyuke inshallah twende kwenye hema ile pale, wako ndugu zetu wa tashkili wataandika majina yetu na kukufahamu kama hii ni dhima yetu na jukumu letu ndugu zangu. Makusudi ya mkusanyiko huu inshallah, na anasema Sheikh Amiru wetu wale wote ambao wako tayari kwanza kwa siku moja kujitolea inshallah, basi tunyoshe mkono inshallah. Nani yuko tayari kufanya juhudi ya dini siku moja inshallah, siku 3 siku 40 inshallah, tunyanyuke mkono inshallah, tuendeni kule inshallah. Hata kama siku miezi kadhaa inshallah, tunyanyukeni sote ambao tuko tayari inshallah. Na kule wa upande wa kina mama ndugu zetu inshallah, jiko la kina mama kwa Bi Khadija kwa Bi Salama, jiko la Bi Salama inshallah kina mama, kama ilivyokuja aya hii, kazi na yenu nyinyi pia, wal mu'minuna wal mu'minat, waumini wa kiume na wa kike ndugu zangu. Baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufunga katika bonde la Abu Talib miaka 3, bali dini ilikuwa inaenea zaidi. Makafiri wakafikiria dini inaeneaje wakati mtume na maswahaba wamefungwa. Wakagundua kuna mama anaitwa Ummu Sharik alikuwa anafanya dawa nyumba kwa nyumba, analingania Uislamu, dini ziko enea ndugu zangu. Kwa hiyo kina mama wamefanya juhudi kubwa, na leo ndugu zangu huu Uislamu ambao tuko nao, sehemu kubwa ambayo Uislamu huu ni kutoka Nabii Khadija radhiallahu anha, Allah amsamehe kwa alipo ndugu zangu, ampe makazi mazuri sana. Mama Khadija mama yetu huyu amefanya juhudi kubwa, ndio mpaka dini leo imetufikia. Tumesoma sira wazi, mtume baada kukabidhiwa aya za mwanzo ile alikuwa na hofu na kutemeka, basi mama Khadija ndio alikuwa anamliwaza, alikuwa anampata ragibu, anampa fikra mpaka dini kwa mali zake imetumika kwa mama. Masha zangu alhamdulillah tunatumika nyingi sana, na sisi wenyewe tayari mali zetu bi amwalikum wa anfusikum, mali na nafsi. Mali pekee yake haifanyi, bali mali yetu tuitoe kwa ajili haraka za dini, lakini nafsi zetu pia tutoe ndugu zangu. Wakakana mali pekee yake kutoka nyumbani, bado dini haitokwenda, tutakuwa tumeacha sehemu moja ya dini. Allah kaika wazi bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali zetu na nafsi zetu. Kwa hiyo kina mama wote inshallah ambao wako tayari kutumia mali zao kama mama Khadija, kama Ummu Sharik, kama Ummu Salama na wengine wengi kina mama waliofanya makubwa katika dini, wana historia kubwa kina mama. Unaambiwa mwanamke wa mwanzo kufa jihadi
kufa jihadi, kufa katika njia ya Allah ni mtu wa mwanzo, ni mwanamke kabla Hamza, kabla wengine wote waislamu wa mwanzo kupigania Uislamu huu, kufa shahidi Mama Sumayya radhiallahu anha, wa mwanzo kauliwa kifo kibaya kwa ajili ya dini hii, akawa tayari kufanyika yote kwa ajili ya dini hii, akawa tayari mali yake na yeye mwenyewe kufariki ama kufa katika jihadi. Kwa mashizamu zangu sote tuwe tayari, wakina mama ambao tayari, ikiwa siku moja, ikiwa siku mbili, ikiwa siku tatu, ikiwa zaidi hapo, basi kina mama tunyanyukeni, twendeni kwenye jiko la khidma kwa bisalama kwa bisalama inshallah. Wapo watu wankusubirini hapo, mtaandika majina yenu, lakini akina mama taratibu yenu inshallah, unapotoka khuruji fi sabilillah vile alifanya maswahaba na mtume alikuwa anafanya kura, anapiga kura baina wake zake nani atoke naye khuruji. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitoka kutoka khuruj anakaa na wake zake, anapiga kura nani mara hii nimchukue khuruj, nani mara hii niende na khuruj. Basi na sisi inshallah tukitoka na tukitaka sisi wakina mama kitaka kutoka khuruj, basi tokeni na ahali zenu, ikiwa mtu mumewe, ikiwa mtu babake au ahli yake, tunyanyukeni mama zote inshallah, ikiwa siku 3. Na kwa kuanzia kina mama taratibu yao kabla kwenda nje ya nchi, basi lazima tukenda ndani ya nchi, kama na kwa kuanzia ni siku 3. Kwa kina mama nyanyukeni inshallah, uwe jukumu lenu kama mnavyotumika sasa. Alhamdulillah maendeleo tunatumika vizuri, lakini wenyewe pia tumikeni, nyanyukeni sote, kina mama nyanyukeni huko mlipo, na tuendeni inshallah kwa bisalama kwenye jiko inshallah la khidma, huko tutafanyika. Na sisi wanaume inshallah tuchukue itakaza tashkili kwa kufahamu masha zangu, tusikilize, lakini baada ya kusikiliza tutawanyike mara moja. Na malizia mashallah tutashkili. Mtume alimefanya ijtimai, mtume amefanya ijtimai. Sheikh Idrisa ameeleza, Idrisa akasema ijtimai maana ijtimai wakisani mkusanyiko. Mtume baada ya hijatul wada amekusanya maswahaba takriban 124,000, akahutubia hotuba ndefu. Baada hapa akasema falibali shahidi minkum ghaib, haya ambayo nakupeni hapa yachukueni, atawanyikeni. Nasemekana makaburi zaidi, hakuna zaidi makaburi ya 14,000 au 10,000 ndani ya Makka na Madina ya maswahaba, bali maswahaba wale baada hija ile, hija ikawa ni hija ya mwisho, hija yenyewe moja tu na ni ya mwisho. Baada ya kuhiji Mtume sallam akawakusanya maswahaba, akawapa agizo waifikishe dini ulimwengu mzima. Alhamdulillah dini ikaenea ulimwengu mzima, na ikawa alhamdulillah ikawa yenye kuenea. Nasi inshallah mkusanyiko huu maksudi hasa tuje kupewa majukumu yetu ndio haya, na baada tutanyikeni inshallah, kwa tutiache nje inshallah. Jazakumullah khair, ala tufikishe inshallah.